Ilikuwa siku ya kwanza ya juma. Ambayo ni Sunday. Malaika Bwana akashuka. Si neno linanena sasa. Akaja akavingirisha ile jiwe. Amina. Akalikalia. Maandiko mengine yanatuambia hapana. Walipofika hapo walikuta tayari jiwe limevingirishwa. Wakaingia ndani ya kaburi. Wakaona kuna mmoja alikuwa amesimama kichwani na mwingine miguuni palipowekwa mwili wa Yesu. Asante. Hapo pia nakupata. Unajua sasa ni lipi ambalo liko sahihi? Ni huyu aliyeshuka baada ya wanawake wamefika, akashuka kaja kavingirisha, au walikuta imevingirishwa tayari na kuna watu ndani? Mimi nasema hivi Ramadhan, huo ujumbe wote uko sawa. Maana katika njozi hawa walikuwa manabii zile. Ndio. Lakini aliyejaliwa alikuwa tu tena mmoja. Akasema wewe ni mwana wa Mungu. Petro. Kwa nini alijaliwa hiyo siri? Alafu kamuita shetani. Kwa nini alijaliwa hiyo siri? Petro alikuwa mzuri, maana alikuwa mtu wa maswali. Lakini vile wewe unavyouliza maswali. Kulingana na wewe ndio ulimuita shetani. Unaona? Maswali. Alikuwa mtu wa maswali. Sasa shida yako ni nini kuhusu kuwa Muislamu? Shida? Mimi ni Yesu, njia, kweli na uzima, na nimekuja kuchukua. Ni sawa, wewe endelea kuwa njia, kweli na uzima, lakini uwe Muislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapendwa wafuatiliaji wa Straight Path Dawa na Ramadhan Kuria, karibuni sana kwenye utazamaji ulio bora kabisa. Ni kwenye kipindi cha dawa mashinani, na leo alhamdulillah kwenye dawa mashinani tumetembelea sehemu inayojulikana kama Yerusalemu ama Tongaren kwa Yesu. Amina. Na leo niko na Yesu hapa. Nimekutana na Yesu wa Tongaren. Ni rafiki yangu wa siku nyingi. Najua watu wengi wamemjulia hapa kwenye Straight Path Dawa, na mengi zaidi tutayasikia kwake, atajitambulisha vizuri. Lakini kabla sijampa fursa ya kujitambulisha kwenu, hapa nimemletea zawadi, kwa sababu ahadi pia ni deni na dawa ya deni ni kulipa. Yesu, leo nimekuletea Qur'ani. Hii Qur'ani tukufu kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hiyo utakuwa unaipitia vizuri na mambo yatakaa vizuri inshallah. Qur'ani. Na vile vile kuna kitabu cha Uislamu katika mwangaza wa Qur'an na Biblia ambacho kimeandikwa na Ramadhan Kuria bin Kaguo. Ni kitabu ambacho kinazungumzia Uislamu katika vitabu tofauti tofauti, ikiwemo Qur'ani na vile vile vitabu vya hapo awali. Tunajua kulikuwa na Taurati, Zaburi na Injili ambavyo Wakristo wamevikusanya kwenye Biblia. Kwa hivyo hii pia ni zawadi yako ya Ramadhani, kutoka kwa Ramadhani. Vipi Yesu? Yesu wa Tongaren yako sawa? Wasalimia watazamaji, jitambulishe kwao vizuri waweze kukufahamu. Jina ni Mwalimu Yesu wa Tongaren. Kwa ajili ya kisasi hiki nami nimekuja kuchukua kanisa. Wanaosikia habari hii kutoka maeneo ya Tongaren katika Bingu, leo Ramadhani amefika kwa Yesu, na ni kwa ajili ya ujumbe. Sasa wasikizaji wote ambao mtapokea huu ujumbe, jua ya kwamba Yesu anawahitaji, na Yesu ni wa wote. Na kwa ajili ya hivi vitabu ambavyo vimewekwa hapa, mara nyingi ni ujumbe ambao wafaa pia uchunguzwe. Kipi ambacho kipo ndani. Lakini Yesu tayari ni njia, kweli na uzima. Na mtu haendi kwa Mungu. Sasa wa Kenya na ulimwengu mzima wajua ya kwamba tayari mwamba umewekwa Afrika na ni Kenya, Western region.
na mtu hawezi kuingia kwa Baba pasipo hiyo njia. Licha wengi wanajaribu kuikwarusa sana na kuikatakata. Amina. Sawa sawa. Sasa Bwana Yesu, watu wengi ninapokuwa nazungumza nao wanasema bado hawaamini kwamba wewe ndiye Yesu. Amina. Yule wa Biblia. Amen. Yule mwana wa Mariamu. Kwa sababu wanasema sifa zake pale na zako ni tofauti kabisa. Na mimi naona kilichokuponza wewe ni kwa vile tu wewe ni Mwafrika. Lau angekuwa ni mzungu amesema yeye ndio Yesu, angekuwa na wafuasi wengi sana. Lakini pia niseme kwamba huenda Yesu akarudi na Wakristo wasimtambue. Sababu alisema atarudi kama mwizi. Na sababu nao pia ni wabishi na wamezoea kuona siku hizi mapasta na suti na tai, wanatarajia Yesu atakuja akiwa amevaa suti na tai. Sasa huenda akaja amevaa kanzu, sababu hata kwenye maelezo tunaona alikuwa yeye ni kuhani, na kuhani na mavazi yake. Mavazi ya ukuhani. Ya ukuhani ambayo miongoni mwake ama miongoni mwao ni kanzu. Hayo tunaacha Wakristo wenyewe wataamua. Lakini mimi Yesu mpaka leo nasema wewe sio Yesu. Amina. Mimi nasema wewe sio Yesu. Asante. Kwa sababu Yesu tunamsoma kwenye vitabu alifundisha vitu tofauti kabisa. Naam. Asante. Nimeshukuru. Kulingana na wasia wako umesema watu wengi hawawezi kuamini. Hata nalipokuwepo miaka 2000 iliyopita pia wengi hawakuamini. Hivyo tu, na mzungu akasema history repeats itself. Sasa kumbuka ya kwamba hiyo miaka pia ilikuwa hivyo. Hawakuamini. Mpaka wakati wa matukio ya Mungu yalipofika, ndio kwa ajili ya kutimiza, hivyo ndivyo wengi wakawa wanaamini. Lakini hata wengine tena hawakuamini. Leo hii jinsi ilivyo pia ni hivyo. Na ukumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu hutafuta kitu kinachoitwa ushuhuda. Sasa ushuhuda ukikamilika, basi mapenzi ya Mungu yanatendeka. Lakini lazima habari hii wafikirie watu wote kote duniani. Jambo la pili, Ramadhani mwenyewe akasema ya kwamba yeye hawezi kuamini. Tena hapo wanaokuja kwangu lazima wafunuliwe na Baba. Na kama hujafunuliwa na Mwenyezi Mungu Baba yangu, huwezi kuamini Ramadhani. Sasa siwezi nikakulaumu, ila tu mara nyingi wanasema ya kwamba wataka wanipenda ni haja ya mioyo yao, na pia wataka wanikataa ni haja ya mioyo yao. Lakini kazi ya Baba Mungu nitaifanya jinsi mwenyewe apendavyo. Maana sina thawabu nyingine ila tu kwa wale wanipendao. Sasa unajua kwa nini mimi nakataa? Sikatai kwa sababu nakuchukia. Hapana, unichuki. Mimi nakupenda. Ningekuwa unanichukia ungekuwa unaingia hapa. Mimi kwanza mimi nampenda Yesu. Hapana. Alafu jambo lingine kidogo. Naam. Ulisema sifa. Maana unakusia katika kitabu cha sheria. Naam. Ukasema sifa. Si vile nilivyo. Unajua mnasikia tu katika maandiko lakini hamkuniona. Leo Ramadhani unaniona wazi live, lakini huwezi kuamini. Lakini siku inakuja. Jambo kuu ambalo naomba Mola Mtakatifu ni kwamba uwe mzima ili ushuhudie yale yote ambayo Mungu aliyapanga. Maana mataifa yote kiota ni Kenya. Na lazima watapokea kile chakula cha kiroho na kinywaji cha kiroho, na wataunywa ule mwamba wa kiroho, mwamba akiwa ni Yesu wa Tongaren. Hivyo ndivyo ilivyo Ramadhani. Kwa nini hata leo nikasema uache hivi vitabu? Mara nyingi umekuwa na maswali, lakini hivi vitabu kuna sababu. Kuna sababu pia, maana kusoma si shida. Pia unaweza elewa jambo fulani moja. Ndio. Maana katika wingu ama katika roho nikikaa, mara nyingi sijawahi kutana na Muhammad. Kwenye kiroho huko. Sasa hatujawahi kutana. Hatujawahi kutana na yeye. Na hata sijawahi kutana na masheikh. Ila tu natembea na wingu tukufu ambalo ni halaiki ya malaika watakatifu. Ndio. Pia wakiwa na mavazi ya ukuhani, jinsi umesema. Na umekusia suti. Hakuna mahali popote ambapo umesema kuhani awe katika suti. Ukisoma Exodus 28. Ndio. Mstari wa 1 hadi 5. Kuhani yeyote lazima avae mavazi ya kikuhani ili yaashirie utukufu wake nani?
Baba Mungu. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Na nina jambo la leo Ramadhan. Naam. Mungu hata miaka iliyopita 2000 wale manabii niliokuwa na mitume ni Baba aliwachalia. Hata siku ilipofika, siku moja nikawauliza swali. Ndio. Huko nje watu wanasema nini? Naona Ramadhan. Naam. Wanasema nini kuniuzu mimi mwana wa mtu ama mwana wa damu? Wengine wanasema wewe ni mmoja wapo wa manabii waliokuwepo. Wengine wanasema wewe ni manabii mmoja wa wale makuhani ambao walikuwa wanahubiri saa masile. Ndio. Lakini aliyejaliwa alikuwa tu tena mmoja. Akasema wewe ni mwana wa Mungu. Petro. Kwa nini alijaliwa hiyo siri? Alafu kamuita shetani. Kwa nini alijaliwa hiyo siri? Petro alikuwa mzuri maana alikuwa mtu wa maswali. Lakini vile wewe unavyouliza maswali. Kulingana na wewe ndio ulimuita shetani. Unaona? Maswali. Alikuwa mtu wa maswali. Na unajua kuuliza ndio kujibiwa. Hata maandiko ikasema ya kwamba ni heri kukaripia na kusikiliza kuliko kutoa kafara ya wapumbavu katika kitabu hicho cha Mhubiri. Sasa upande wa wanadamu kutoamini. Kwangu wanga sina shaka maana na alipokuwepo pia ilikuwa hivyo. Hata wengi wakasema ya kwamba sasa unasema wewe ni mwana wa Mungu. So nenda huko nje ujidhihirishe kwa mataifa. Najua mimi nakukataa kwa sababu ya hoja. Na hoja ambazo niko nazo ni kwamba kwanza wewe unaamini Biblia ni kitabu cha Mungu. Lakini hii Biblia imeandikwa maneno yako wewe kulingana unavodai wewe. Hii Biblia inaeleza kuzaliwa kwako. Asante. Inaeleza vile ulivotoroshwa ukapelekwa Misri. Inaeleza vile ulivotahiriwa. Unaona? Inaeleza jinsi gani ulivosulubiwa. Lakini hasa hapa kwa kusulubiwa nikisoma hii Biblia inanichanganya. Mara inasema ulikula Pasaka kabla ya kusulubiwa, wengine inasema ulisulubiwa kabla ya kula Pasaka. Hiyo tuachane nayo. Inasema ulipofufuka uliwatokea wanafunzi, wengine inasema kwanza ulitokea wanawake, wengine inasemekana kwamba ulipotoka kaburini. Yaani wewe kulingana imani yako wewe. Unaona kwamba aliyekuwepo pale kaburini ni malaika mmoja hapo nje ambaye wanawake walipokuja ndo alishuka akawa anaongea nao. Kwingine nasema hapana, wanawake waliingia mpaka ndani wakawakuta wanaume wawili. Kwingine nasema hapana, alikuwa ni mwanaume mmoja. Kwa hivyo haitupatii picha kamili, kuna mkanganyiko, mgongano na mvurugano. Kitu kingine hii Biblia hii bado inatuambia Yesu alisema vile alivyoondoka ndivyo atakavyorudi na atakuja kunyakua walio wema, atawachukua aondoke nao sababu ameenda kutengeneza mahali. Sasa hao mahali mpaka leo hapajakamilika. Asa umerudi badala kuwachukua wale waahidi kwamba utakujia na wewe pia umekuja kuanza kulima kama wao. Sasa hapo ndo mimi hizi hoja ndo najaribu kuzeka juu ya meza. Naona wewe sio Yesu. Halafu Biblia inasema kwenye Ufunuo 20 kwamba Yesu akija atatawala miaka 1000 pamoja na watakatifu. Wewe hujafika miaka 70, naona mvi ushaanza kujaza hapa. Halafu baadaye tutasikia hapa tumpeleke. Usino vile mnaimba zile ama mnasemaje? Sasa unajua mimi ninavyojua kila nafsi itaonja mauti. Kulingana na sisi Waislamu Yesu hakusulubiwa, hakufa msalabani, lakini tunaamini atarudi. Mungu alimnyanyua na Yesu atarudi kulingana na baadhi ya mafundisho. Kisha akirudi atakaa duniani, atakuwa mtawala ambaye atatumia sheria ya Kiislamu, atakuwa mtawala mwadilifu. Kisha baadaye kiyama kitakuja. Lakini hasa Yesu wa Tongaren sifa hizi zote hana. Hizi sifa zote Yesu wa Tongaren na zingine nyingi ambazo nitagusia. Na leo hatuongei sana kwa kuwa pia tuko na program nyingi na ilikuwa ni kumsalimia Yesu nijue kama ameamua kusilimu, vile vile kumletea zawadi ya vitabu na hasa Qur'ani. Ndio uendelee kujifunza Uislamu na usiseme hujamuona Mtume Muhammad. Muhammad yeye hata ukisoma hiyo Qur'ani 46:14 hapo utagundua kitu hapo kulingana na hali ya Muhammad. Tusome ama
Unataka usome? Soma. 46:14. Acha nisome hii niliyokuwa nayo hapa. Mimi kumbe unasoma Qur'ani siku hizi. Maana yeye kulingana na hali jinsi ilivyo. Yeye katika utukufu wangu sijamuona. Alafu tena utukufu wako. Sijamuona. Alafu umekusia miaka 1000. Hivyo ndivyo ilivyo. Alafu kumbuka ya kwamba Biblia iliandikwa wakati matukio haya yote yametokea. Na leo pia nimerejea mara ya pili katika uso wa dunia. Na lazima habari hii njema ifikirie kila mtu kote ulimwenguni. Ndio. Ili Baba atukuzwe. Kwa ajili ya ukuu wake na uweza wake. Alafu jambo lingine. Mara nyingi wanasema ya kwamba Yesu ni uzima wa milele. Mara nyingi neno la mauti huwa ni kasi ya kishetani. Lakini kumbuka ya kwamba tangia uumbaji. Ndio. Haya matukio yote yamewekwa katika nakala za kitabu cha sheria kwa ajili ya ukumbusho. Ili watu watumwe katika uungu. Alafu jambo la mwisho, ulisema Yesu anaamini Biblia hii. Wacha nikuambie, Yesu mwenyewe ni Biblia. Sasa hii Biblia ukiona nikiwa nayo, watu wengi wakija wakiwa na maswali waelewe ya kwamba Yesu na hii pia nakuachia hii. Yesu mimi mwana wa Mungu na pia ni neno. Sasa hili neno ukiangalia katika maandiko ama katika tofuti yangu Mwalimu Yesu, Biblia ni Yesu. Alafu umesema kwa nini unaiamini? Sasa mimi mwenyewe nakosaje kujiamini? Unajua kuna vitu vingine unatakiwa utueleze bila kusoma Biblia. Hii Biblia imeeleza tu matukio ambayo yalitukia wakati umezaliwa na kabla ya wewe kuzaliwa. Na wewe ulikuwa unayajua hayo. Au lau kama sio wewe uliandikwa pale, basi itakuwa huyajui mambo hayo. Si unaona? Ikiwa Yesu ni Biblia, ina maana hii Biblia ikichoma moto saa hii, kila kilichoandikwa kumhusu Yesu pale unatakiwa tukuulize wewe. Asante. Na Ramadhan. Kwa mfano, ulisema unavyodai wewe kwamba ulienda kuandalia watu mahali. Ndio nilikuwa nataka hilo swali umeuliza, nilikuwa nakuja pia nikujibu maana umeliweka katika muktadha wa mambo ya ujumbe wako. Sasa wakati nilirejea, hawa watu wote wako kisani dunia mzima. Sasa nimekuja kuangazia ili waandaliwa alafu ni wanyakue niende nao. Lakini wote wako katika kiza. Sasa wakati unasema wewe ulikuwa duniani na ukasema utarudi tena, umeenda kuandaa na ukisha maliza utakuja kuwachukua. Ulimaliza au bado makao? Huko makao imeandaliwa tayari, imemaliza. Sasa hapa wakati nimekuja, hawa watu wameingia katika hali ambayo si sawa. Ulikuta wameharibika. Mfano Ramadhan. Hata wewe nyinyi mkiwa ndani. Mpaka lazima muangasiwe hii nuru. Jambo la pili. Hawa wanadamu wote duniani wengi wanasema Yesu lakini hawanijui. Lazima wafanywe wana katika nyumba ya Mungu tena ndiposa wachukuliwe. Shida yangu ni hii. Maandiko yanasema Yesu alipoondoka alisema atarudi. Ndio hiyo. Na atakuja na ujira wake. Ukisoma katika kitabu cha vile Ufunuo Yohana 3:11-14 hivyo. Kwamba yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Na Yesu anasema yeye atamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wake. Kisha anasema shika sana ulicho nacho. Si ndio? Yeye anakuja upesi. Naja upesi. Nasa kama anakuja upesi na wewe umekuja slow motion. Mpaka leo umekaa tu hapa. Juzi ulikuja Nairobi hatukuonana. Si ulikuwa umeenda mazishi? Nilienda kumsindikiza ndugu yangu mwingine. Sasa ikiwa makao yameisha na ukasema utarudi kuwachukua, umerudi, umeanza tena kazi uliyoacha. Sasa vipi hapa ndo hatuelewi? Yesu anasema nimeimaliza kazi ulionipa kwenye Yohana 17.
nimemaliza kazi ulionipa. Sasa iweje tena umekuja kuendelea na kazi badala ya kuwachukua watu waende wakae kwenye makao ambao tayari yamekamilika? Watu wako katika dhambi. Maana usichukue wale ambao ama kuna wote wako kwenye dhambi. Watu wengi wako kwenye wote, waje niseme wote. Sasa leo hii roho sasa, wakati nimeingia na kikosi cha mbinguni, halaiki ya malaika watakatifu maelfu kwa maelfu, na wametumwa pembe nne kuwakusanya sasa wateule. Na wanakusanywa. Wanakusanywa sasa. Wateule. Alafu jambo lingine, kumbuka ya kwamba hapa duniani mimi nimekuja tu kuchukua kanisa, si makanisa. Unanipata? Sasa hivi karibuni hapa tu muda umepaki mchache sana. Siku moja nilikwambia utasikia mirindimo, akasema mirindimo kani. Sasa leo utaona tetemeko kula ardhi hivi karibuni, ambalo kila inji zote kote duniani, iwe inji za magharibi, iwe inji za Asia, iwe Middle East, wote watakuwa wana nena tu neno moja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hii mambo yote wanaenda kushuhudia Ramadhani. Sasa nilitaka usome hicho kitabu kwanza, usisahau. Angalia yako inasema nini? 46:14. Some hadi 19 inasemaje? Maneno mazuri sana. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Naweza anza 13 ama nianze 14? Anzia 14. Hakika wale waliosema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Hao ndio watu wa peponi. Hao ndio watu wa peponi. Watakaa humo daima. Watakaa humo daima. Ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda. Na tumemuhusia mwanadamu afanye wema kwa wazazi wake. Na mama yake amechukua mimba yake kwa taabu na akamzaa kwa taabu. Na kubeba mimba yake hata kumwachisha maziwa, uchache wake ni miezi 30, hata alipofikia baleghe. Baleghe yake na akawa mwenye umri wa miaka 40. Mtoto mwema husema, Mola wangu, niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu, na niwezeshe nifanye vitendo vizuri unavyovipenda, na unitengenezee watoto wangu. Kwa yakini ninatubu kwako, na hakika mimi ni miongoni mwa waliosilimu, yani walionyenyekea. Umefika 19? Bado. 19 iko wapi? 19 iko hapa. Inasema turuke 16, 17, 18, 19. Inasema na viumbe wote watakuwa na daraja zao mbalimbali kwa wale walioyatenda, na ili Mungu awalipe malipo ya vitendo vyao, nao hawatadhulumiwa. Ulikuwa unataka nini umeruka hapo? Wapi? 17. Si umesema 19? Yaani nilikuwa nasema tuendelee. Okay, haina shida. Nitaendelea 16, maana nilifika 15. Na hao ndio tunaowakubalia vitendo vyao vyema walivyovifanya, na tunapita kando makosa yao, tunayasamehe. Watakuwa miongoni mwa watu wa peponi, miadi ya kweli walioahidiwa. Na ambaye anawaambia wazazi wake kefule yani kefule, maana yake ni nini? Yani ni kama neno la hasira. Kama vile kusema ama kwa kila watu wako na nimeona tamko lao la ni kama kuita hema kanisa, wengine wanaita hema, wengine wanaita kanisa, wengine wanaita sunagogi. Sasa hili ni nini? Kauli ya kuonesha hasira ama kughadhabika. Ndio. Ama yani kwa mfano umemwita mtoto wako amekasirika, akakufanyia hata ndio hili neno kefule, ndio hiyo. Sasa inaendelea kusema, mnanitishia kuwa nitafufuliwa, na hali karne nyingi watu wengi zimekwisha pita kabla yangu, wala hazikufufuliwa. Na hao wazee wake wawili huomba msaada kwa Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu, na humwambia mtoto wao, ole wako, amini haya unayoambiwa. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, lakini yeye husema, hayakuwa haya mnaosema, ila ni visa vya watu wa kale tu, si maneno ya kweli.
Huyu ni mtoto ambaye anawajibu wazazi wake. Wakiambiwa kuwa mtoto mwema nini, anaambia wapi. Sasa nani hawa wenye watakaa peponi daima? Hawa ni waliosilimu. Hao tumesoma hapo katika waliosilimu, waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kulingana na vile tumesoma hapo. Ramadhani. Si tumesoma hapa vizuri. Tumesoma vizuri sana. Katika aya 15. Wacha nisome 18 sasa. Hao ndio ambao imelazimika hukumu juu yao ya kutiwa motoni. Pamoja na mataifa yaliyopita kabla yao, ya majini na watu, hakika hao ndio waliojitia hasarani. Ni watu gani hao? Watu ambao wanampinga Mwenyezi Mungu wataenda motoni. Sasa unaona watoto wanaopinga wazazi wao, wakiambiwa muamini Mwenyezi Mungu, wakiambiwa atafufuliwa, wanasema wapi? Eti babu zetu, mbona wazee wa zamani hawajafufuka? Sasa huyo mtoto mjinga huyo. Unaona Ramadhan, wewe hujaamini Yesu, na Yesu ndio ufufuo. Mimi Yesu namwamini. Yesu katika Qur'ani, Yesu yule mwana wa Maria, mimi namwamini. Lakini wewe ni Yesu wa Tongareni. Uwe mzima, uzuru na rekodi, maana ni unabii ambao utakaa visasi pia. Utashuhudia haya maajabu ya kitu, yani tetemeko hili likipika mataifa. Sasa mimi nilitaka pia waamini ili usiingie katika ule moto. Sasa mimi niko na swali. Ulisa. Yesu wa Biblia alikuwa anatawadha. Anasali. Wewe umetawadha leo? Kusali? Umetawadha? Wakati umeniona leo nimekaaje? Mimi naona umevaa vazi jeupe kama kanzu ya Waislamu. Lakini sijui kama umetawadha. Lakini ukivaa hivi basi, kwa nini usiwe katika hali ya usafi? Kuna andiko nataka nisome hapa. Katika Yohana 15:3. Yohana 15:3. Ana tunaweza kuanza hapo juu. Ambayo nasema hivi. 13 samahani, 13. Utasoma kwa 13. 4. Ama acha nianze 4. 13:4. Yohana 13:4 nasema hivi. Aliondoka chakulani, huyo ni Yesu. Maana hapa 13:1 nasema basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. 4 nasema aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake. Unasikia? Akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Yesu akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Yaani ni wewe. Amina. Ukatoa mavazi yako, ukaweka pembeni. Sawa? Ukabaki. Umesoma? Hapa ni chakulani. Akaondoka chakulani. Wewe umeondoka pale dining table, ukakaa pembeni, ukatoa nguo. Ama ukavua nguo. Mavazi, sio vazi, mavazi. Sasa mavazi yalikuwa nini? Mavazi ni joho. Wakati umeniona leo nimekaa hivi, hii ndio hizi ndizo ulitoa mavazi. Na usisahau tunaambiwa Yesu alikuwa na kanzu moja haina mshono. Kwa nini? Yaani story zote za Yesu hapa, kwa nini naona mshono na nilikuwa katika dunia? Si Biblia imesema ilikuwa haina mshono? Hapo walikuwa wanamaanisha kwamba jinsi nilivyo mimi sina mwisho. Kanzu ya Yesu ndio inasemekana haina mshono. Soma. Soma. Walipogawana mavazi yake. Ndio wanasema ilikuwa kama haina mshono, ilikuwaje ndiposa ikafanywa kanzu? Sasa hata mimi ingefanyajwe mpaka iwe na mshono? Mimi nashangaa. Hata hii iko na mshono. Hii yako ina mshono. Although mshonaji naye nilisikia anatumia mkono. Unajua tafsiri, kuna kitu haina mshono. Yaani ni kama siku moja nikaambiwa na malaika mmoja, alikuwa ametoka kule Uingereza na Kana, Sweden na Amerika. Alikuwa ananiambia, Yesu,
nimekuwa Amerika, wamekuwa kwa kikao chako. Lakini walikuwa wanapima miaka ambayo walisaliwa, lakini hawajaona. Wameona tu mawingu ikielea na kuendelea. Hawajafikiria kuona. Sasa hiyo katika tafsiri ukisema ni vazi lenye halina mshono, tena ni sawa. Maana mimi sijafanya kwa mapenzi ya mwanadamu, ila tu kwa mapenzi ya Baba. Ndio huo mshono umenenwa hapo. Sasa sikiliza, inasema hivi 19:23, nao askari walipomsulubisha Yesu waliyatoa mavazi yake wakayafanya mafungu manne. Tutaangalia kama hii yako inaweza kufanyika mafungu manne. Maana ya mafungu manne ni kuambie? Asubiri kidogo. Kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Hamna shida. Kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Na kanzu nayo, sorry. Acha nirudie tena. Nao askari walipomsulubisha Yesu waliyatoa mavazi yake wakayafanya mafungu manne. Kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Kwa hivyo inaonekana kanzu kando, alafu mengine mafungu manne. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Haikushonwa. Ilikuwa imefumwa yote tangu juu. Sasa hii yako imeshonwa. Hii basi imeshonwa. Lakini hii nyingine hapa ya Yesu hii haikushonwa. Hapo kuna kitu. Neno haikushonwa, imefumwa. Rudia uone haka kama mstari. Imefumwa. Sasa yani ilikuwa seamless. Siku hizi kuna nguo zingine wanaita seamless. Sikia inasema hivi. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Tangu juu. Yani wanamaanisha mimi hata nilipotokea hiyo miaka 2000 iliyopita na 29 hapo, nalikuwepo tena. Tangu uumbaji nalikuwepo. Kanzu hapa kanzu. Sasa maana unaona, unajua wanatumia kanzu, maana yake ni vasi, na vasi ni matendo. Na kiitikio cha hayo matendo nalikuwepo. Kwa hivyo Yesu alipovua mavazi yake alivua nini na nini? Ama ulivua nini? Kuulize wewe. Ukiweka kando, ukaondoka chakulani ukiweka mavazi kando. Ulivua nini na nini na nini? Si umesoma wakakwambia nini? Imesema aliweka mavazi kando, akafunga kitambaa hapa. Kiunoni. Kaniki. Unajua kaniki? Akafunga kaniki kama vile waganga wanafunga hapa. Au Muislamu sisi tunafunga Yesu ni... Umewahi soma mahali wakasema Yesu ni mkanga wa kanga? Hebu nisaidie. Yesu ni mkanga wa kanga. Maana umekusia mkanga. Yaani dunia yote kwa ajili ya wema na utukufu wake Baba Mungu. Utukufu huo unaendelea kukusa pembeni za dunia, mafungu manne ambayo umesoma hapo. Kwa hivyo sasa haya mafungu ambayo yaligawanywa mafungu manne sio mavazi haya ambayo yaligawanywa mafungu manne, ilikuwa inamaanisha kwamba sasa huu ujumbe utaenda pembeni za dunia. Kwa hivyo sio mavazi. Mavazi ni matendo. Kwa hivyo ilikuwa ni matendo yaligawanywa mafungu manne. Sio mavazi haya. Okay. Na kanzu nayo pia ni matendo. Usipokuwa na vasi, si utakuwa naked. Asa naked truth, tukisema naked truth na maana utakuwa sasa hauna utu wa Mungu ule. Hauna utakatifu. Haya, Biblia inasema akafunga kitambaa kiunoni. Kile kitambaa nacho ni nini? Kitambaa pia ni matendo. Maana ukifunga kiunoni ni sawa na mkanda ambao umepepa mawe ya dhamani ya Mungu. Sawa. Tunaambiwa Mariamu akamzaa kifungua mimba wake ambaye ni Yesu, akamvika nguo za kitoto. Sasa tena nguo za kitoto ni nini? Nguo za kitoto? Maana nimekucha katika mwili. Kwa hivyo ni nguo kama hizi. Maana nimekucha katika mwili. Ukitaka kujua maana ya nguo za kitoto, soma Isaya 7:14. Bikira atachukua mimba na kumzaa mtoto. Soma tu uone. Lakini sasa hii nayo haiongei kuhusu Yesu. Inaongea kuhusu nani? Hii sio Yesu. Soma 14 na 15 upate jawabu. Isaya. Maana hizo nguo ya kitoto ni nini?
Isaya, Umeuliza swali mzuri sana. Wasikilizaji wakiona hilo swali. Na hutaki kusilimu Yesu. Kusilimu. Sasa nimekuja kuchukua nyie niwapeleke kwa Baba. Kwa Muislamu twende tukiwa Waislamu. Utachukua tukiwa Waislamu wote. Hata penye nilitoka sijawahi ona Uislamu, sijawahi ona hata Ubudha. Sasa ni hivi. Inasema hivi. Na maana ili andiko nishalisoma sana. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emanueli. Niendelee? Endelea kidogo tu. Siagi na asali atakula. Ndio nguo za kitoto. Ndio hizo. Wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Asante, umemaliza. Nguo ya kitoto. Sasa nani huyo? Umeona maelezo hayo? Nani huyo? Maandiko haya na niongelea. Ni wewe. Amina. Yesu. Kwa kuna wakati ulikuwa hujui kuchagua mema na mabaya. Ndio hiyo ujumbe. Maana nguo za kitoto. Yaani hapo Yesu. Hapo ndio jawabu. Maana umetaka kujua. Yesu akosi jawabu. Lakini ukienda katika... Lakini sasa huyu sio Yesu, inasema hivi, acha tuanze juu kidogo. Amina. Hapa kulikuwa na shida fulani kule. Inasema hivi. Tena Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako. Itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, Ahazi alikuwa ni mfalme wakati wa Isaya. Akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mtataka kumchosha Mungu? Hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hivyo hii ilikuwa ni ishara wakati wa Ahazia. Na unajua, kumbuka, huo ulikuwa ni ujumbe wa kinabii. Haikuwa tu ishara wakati wa Ahazia. Hiyo wakati wa Ahazia haya hayakuwa. Ilipita tena miaka karibu 1100. Sasa Yesu alikuwa anakula, alafu wao walikuwa wanakula asali. Mpaka leo asali huwa tunatumia. Haya, unaambiwa atakula asali na siagi wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Ndio sasa uliuliza, je, ulivaa mavazi ya kitoto? Ndio nikakupa soma hapo. Sasa umeona jawabu liko hapo. Kwa hivyo ile kukataa mabaya na kuchagua mema. Sasa ukiwa katika hiyo hali ya kusaliwa, ukiendelea katika kimo, si kuna hali ambayo sasa ni mavazi. Kuna umri, hapa tunaambiwa kuna umri alifika, akajua kuchagua mema. Hapo ndio na sasa kukataa mabaya. Lakini kuna wakati, kuna umri alikuwa hajui kuchagua mema wala kukataa mabaya. Si ndio hivyo? Imeandikwa hapo, umesoma. Sasa iweje wewe unasema wewe ni Yesu, na Yesu pia kwa njia nyingine mnasema ni Mungu. Tena itakuwaje Mungu anachagua mema na kukataa mabaya kwa wakati maalum? Mwanzo alikuwa hajui, alafu sasa tena Mungu anachagua. Umenena jambo. Kwanza nitajibu hivi. Mimi mwana wa Baba ninatenda lile ambalo Baba anatenda, ili utukufu umrejelee Baba mwenyewe. Hili swali utajibu vipi ambalo linasema hakuna aliyepaa mbinguni isipokuwa yule aliyeshuka kutoka mbinguni, ambaye ndio mwana wa Adam ama Yesu kwa njia nyingine? Wakati tunaona Henoko alipaa, Elijah alipaa. Vipi maandiko yanasema hakuna aliyepaa wakati hao tunaona maandiko yanasema walipaa? Hapa walikuwa wanatofautisha nguvu na utukufu wa Baba. Maana Enoka yeye hakusulubiwa, yule Elia hakusulubiwa. Lakini hapa walikuwa wanatofautisha, maana mimi mwana naliingia kule nikachukua ufunguo. Kwa hivyo wale hawakupaa. Sijasema hawakupaa. Nilikuwa natofautisha mambo mawili. Jambo la kwanza, Enoka yeye alichukuliwa, alipaa. Lakini hakuonja nini? Mauti. Ndio hiyo. Elia alipaa. Lakini hakuonja mauti. Mwana wa Adamu wakati umesoma maandiko. Lakini wewe sasa ukapaa kwa kuonja mauti.
hukuambiwa kwamba hili kanisa hata lije ya kuchengwa miaka hii yote litaharibiwa? Lakini sasa hebu tutoke hapo. Wakristo wamekuwa na shida kubwa sana ya kujua ulisulubiwa lini, siku gani. Ukiangalia hilo swali, umenena swali la ajabu sana. Kumbuka ya kwamba katika shamba la mzabibu kuna siku iliyowekwa kwa ajili ya kumpa Mungu heshima zake. Na hiyo siku ilikuwa ni ya ajabu sana. Hata hiyo ndio inafanya unaona hao wanadamu wako katika ulimwengu wa kiza. Na hiyo siku ilikuwa ni siku ya Sabbath day ambayo ni Jumamosi. Na tuko na siku ya Ijumaa. Sasa hiyo Ijumaa wakati unaiangalia ilikuwa ni siku ambayo hao waliokuwa nyinyi mnawaita makafiri, ni sawa na makafiri ambao walikataa Mungu. Waliasi. Maana hawakujua. Kwa hivyo kusulubiwa, wewe Sabwendo unadai ulisulubiwa. Ulisulubiwa siku gani katika masiku ya juma? Maana kuna Jumapili siku ya kwanza ya wiki ama ya juma. Kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, kuna Ijumaa na Jumamosi siku ya 7. Umeuliza swali. Siku ya Ijumaa, unanipata vile naongea? Siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ya ajabu sana. Na ikawa tu papo hapo hivyo. Kwa hivyo ulisulubiwa siku ya Ijumaa. Umenielewa? Nakuelewa. Asante. Mimi nilikuwa nataka siku. Na ukisoma katika Mathayo 12 kuanzia 38 mpaka 40 hapo. Watu walitaka ishara kwa Yesu. Hata umeona Ahasi anataka ishara. Lakini akasema mimi siombi nini? Ishara. Sasa Yesu akawaambia kizazi kibaya na cha zinaa hakitapewa ishara, ile ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokaa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Vivyo hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokaa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Akikusudia moyo wa nchi, ama ulikuwa unakusudia nini kama ni wewe? Moyo wa nchi ni wapi? Kutimiza maandiko. Moyo wa nchi ni wewe Ramadhani. Wewe ndio unafanya hii ikaitwa nchi. Pasipo wewe haiitwi. Sasa Yesu kusema atakuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi maana yake nini? Kutimiza maandiko. Maana wewe fikiria Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Unanipata? Sasa hiyo inaashiria kwamba sasa maandiko yalikuwa yanatimizwa. Maandiko. Hizo siku unanitajia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ni siku za nini? Senye wewe umetaja siku 3 katika nchi. Sasa katika nchi ni katika wapi? Moyo ya watu. Moyo ni watu. Nchi. Moyo wa nchi ni watu. Nchi ni watu, inamaanisha watu. Sasa moyo wa nchi ni wapi? Nchi ni watu, moyo wa nchi ni wapi? Sasa moyo unakaa katika sasa nchi. Yaani wewe moyo unakaa ndani mwako. Wewe ni mfano wa hekalu jinsi ulivyo ama nchi. Maana habari hii njema lazima iwafikirie sawa watu wote duniani ama ifikirie nchi zote ulimwenguni. Kwa hivyo Yesu, nchi si mataifa. Mara nyingi nchi inaashiria mwanadamu. Kwa hivyo maandiko yanaposema moyo wa nchi sio kaburini. Kwangu si hivyo. Sio kaburini. Kwangu si hivyo. Kulingana na wewe sio kaburini. Si hivyo. Kwa hivyo wale wa Kristo wanaosema Yesu alisulubiwa akafufuka Jumapili, unasemaje? Maana wewe ndiye, maana tunatofautiana kila siku. Sasa wewe kwa sababu ndiye mhusika kulingana na itikadi yako. Jumapili. Hapo mimi sioni jambo lolote ambalo liko na tosari. Tofauti ni kwamba maana hapo vile unavyonena wa Kristo, lakini ukisoma pia katika Mathayo 28 si imeandikwa 28:1 na 2. Soma on. Maana huko na Biblia. Soma. Niko nayo. Wakristo wanaosema Yesu alifufuka Jumapili, hata maandiko yanasema hivyo. Lakini tunajiuliza mbona maandiko yanagongana hizi siku hatuelewi.
Mara Jumapili, wengine wanasema labda Tuesday hivi. Lakini ukisoma hapo Mathayo 28. inakusia siku gani? Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Hata ukisoma Yohana 20 kuanzia 1 inasema. Hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kaburini kutazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, na kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Asante. Ilikuwa siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Sunday. Malaika Bwana akashuka. Si ni neno linanena sasa. Akaja akavingirisha ile jiwe. Amina. Akalikalia. Maandiko mengine yanatuambia hapana. Walipofika hapo walikuta tayari jiwe limevingirishwa. Wakaingia ndani ya kaburi. Wakaona kuna mmoja alikuwa amesimama kichwani na mwingine miguuni palipowekwa mwili wa Yesu. Asante. Hapo pia nakupata. Unajua sasa ni lipi ambalo liko sahihi? Ni huyu aliyeshuka baada ya wanawake wamefika, akashuka akaja akavingirisha, au walikuta imevingirishwa tayari na kuna watu ndani? Mimi nasema hivi Ramadhan, huo ujumbe wote uko sawa. Maana katika njozi hawa walikuwa manabii. Na kila mtu alikuwa anatokewa vile amejaliwa neema hiyo na Mungu. Sasa Mungu akitokea aseme Yesu wa Tongareni hapa alikuwa na Biblia kijani na hii tunajua ni nyekundu. Mwingine aseme hapana ilikuwa nyekundu, mwingine aje akwambia hapana ilikuwa ya njano. Hao wote kweli ni Mungu anatokea katika roho. Kwa hivyo katika roho yote inaweza kuwa rangi yoyote. Maana sasa si mwili, ni roho. Ni roho. Tuko katika roho. Yaani inawezekana mtu kama huyu afunuliwa aseme Mwalimu Yesu nimekuona kwa vasi la njano. Na ulikuwa na metameta, ulikuwa unafanya hata ishara fulani wagonjwa wanapona. Alafu mwingine naye ni maono. Sasa haya Yesu kwenda. Haya maono ndio neno. Haya mengine yalikuwa ni maono ama yalikuwa ni matukio? Ambao tumesoma hapa, ni maono ama ni matukio? Ni matukio na tena ni neno lenye unabii. Neno lolote la kinabii ni njozi pia. Yesu natisha. Asa, lakini nafikiri ukisoma hii Qur'ani vizuri, maana wewe ni msomi. Nikija tena tutaongea kitu tofauti kabisa. Huenda Mungu atakuongoza kama Muislamu. Ramadhani. Na nilikuwa nimekuomba. Mimi nilikuomba hii sehemu hii utupatie sehemu tujenge msikiti. Ramadhani. Yesu umeona kwa Yesu hata akifungua branch yote mahali? Kwa nini? Si anataka tu kukaa hapa. Hapana. Lohohwe. Lakini umeona sauti inatoka hapa imeenda pembeneza dunia. Ilikuwa mafungu mangapi? 4. Na kanzu pia ulisema pia ni neno. Ni neno. Ama matendo. Sasa hivi karibuni utaona maajabu Ramadhan. Na maajabu yenye nasema utashuhudia mataifa yakikusanyika Kenya kwa ajili ya hiki kisima. Okay, lakini sasa tumesikizana utaisoma Qur'an. Korohani. Hii Korohani kusoma si shida, lakini Yesu ana wajibu wa kupeleka wana kwa Baba. Lakini hii Korohani wakati wewe unakuja, kuna mahali ambapo mimi mwenyewe nitakwambia mbona hapa iliandikwa hivi. Na mbona hapa iko. Sasa ngoja kwanza. Swali ni hapo kabla sijaingia mambo ya Qur'ani atuachane kidogo. Tukimalizia ni swali la mwisho ili nafikiri. Wakati maandiko yanasema wanawake walikuwa wanaenda kaburini kupaka mwili mafuta. Kwani ulikuwa na masajio ukiwa umekufa? Rutia. Rutia. Ramadhani. Abdul, Ramadhani anauliza maswali ya ajabu. Siku moja Ramadhani alikuwa anakuja hapa na nikaona ono la ajabu. Ramadhani nakumbuka? Uliniambia umeona maono. Wiva bahati mbili. Nikasema kwa nini wanafananisha wa Ramadhani na Wiva Part? Lakini nikagundua inaonekana maswali mengine ni ya kujaribu Yesu. Hapana. Mimi swali nimeuliza. Tunaambiwa wanawake walikuwa wakienda kaburini wakiwa wamenunua marhamu. Alikuwa anaenda kumpaka mafuta ya kunukia. Sasa hii mafuta anapakwa mwili ambao
Tunajua kwa mfano wewe umeoga unajipaka mafuta unukie vizuri. Mtu ameshazikwa kaburini, unampaka mafuta ya nini? Asante. Hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba Yesu si wa kuketi mle. Yesu ni uzima. Swali. Ndio huo mwili siku ya kwanza amezikwa, mnasema alikaa siku 3 mchana na usiku. Wanawake wanaenda siku ya 3 kupaka mafuta. Mbona hawajaenda siku ya kwanza, siku ya pili, wakaenda siku ya 3? Asante. Ni swali mzuri sana. Na walikuwa wanaenda kumpaka mafuta na wanajua kuna jiwe kubwa na hawana mwanaume hata mmoja. Tena usiku, wanawake wanaenda usiku kaburini kwenda kubingirisha ama kuvingirisha ile jiwe, lakini hawakunipata. Hawakukupata. Amina. Wakati unaondoka ulikutana na malaika ama uliwaacha pale? Alafu ulikuwa unauliza swali, tusipoteze hiyo point. Kwa nini iwe hiyo siku? Unajua ni kwa sababu gani? Sabato. Walitii Sabato. Maana ukisoma Isaya 66:23, wote ambao wanafanya masiko siku ya Sabato, moto utaka wachoma hautasimika. Na watakuwa chukizo machoni pa Mungu. Umeona kakuo? Ramadhan. Sasa ukisoma katika Yohana 19:14 inasema nayo ilikuwa siku ya maandalio ya Pasaka. Ndio pale Pilato akawaambia, chukueni mfalme wenu. Wakapiga kelele wakasema, mwondoshe, msulubishe. Sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Ndipo alipopatia Yesu mikononi mwao, wakaenda akijichukulia msalaba wake mpaka Golgotha, wakamsulubisha huko. Siku ya maandalio ya Pasaka. Bimaana Pasaka ilikuwa haijafika. Silikuwa ni maandalio. Kwa hivyo Pasaka ilikuwa haijafika. Ilikuwa maana maandalio itakuwa haijafika. Lakini wakati haijafika, Yesu akasulubiwa. Na wakasema isiwe siku ya Pasaka. Sawa. Kwa hivyo Yesu amesulubiwa kabla ya kula Pasaka. Ama ni wewe ulisulubiwa kabla ya kula Pasaka? Maana Yesu wa Qur'ani hajasulubiwa. Unajua Ramadhan. Makataluhu wa neno Pasaka, ukiingia katika Pasaka, mimi mwenyewe ni Pasaka. Mimi Yesu ni Pasaka. Wewe ni mwana kondoo wa Mungu. Mimi mwenyewe ni Pasaka. Mwana kondoo wa Mungu. Wa Mungu. Ambaye alichinjwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Nani alikuchinja? Na nilikuwepo kabla. Nani alikuchinja? Umenena kuhusu Kaisari, umenena kuhusu Pilato. Unajua ndio umenipeleka mambo ya kusema ni Pasaka. Swali langu lilikuwa hapa. Ukisoma Yohana 19:14 ilikuwa siku ya maandalio ya Pasaka. Ndio pale Pilato akapeana Yesu mikononi mwa watu wabaya, akaenda kusulubiwa kulingana na Biblia. Ina maana Yesu sababu alisulubiwa siku ya maandalio ya Pasaka, Pasaka haikuwa imefika. Ilikuwa maandalio. Neno maandalio, tuko kwa maandalio leo ya kesho. Tuseme sasa kesho. Ama mfano Ramadhan unataka kuenda Kitale. Na leo tuko na wewe hapa. Sasa uko katika maandalio ya kuingia wapi? Mji wa Kitale. Lakini hujaingia. Hujaingia. Kwa hivyo ilikuwa ni maandalio ya Pasaka. Pasaka ilikuwa haijafika. Lakini si nimetoa jawabu nikasema Pasaka ni mimi Yesu. Licha maandiko yanasema Pasaka siku ya Wayahudi. Licha hao Wayahudi walikuwa wanafanya hiyo, hao desturi ambayo walikuwa wanaifanya hiyo, tayari walikuwa wanatenda mambo kinyume hata na sheria na neno. Mimi kwa hivyo Yesu, Pasaka ni wewe. Pasaka ni mimi. Kwa hivyo Yesu alikuwa hali Pasaka sababu hawezi kujila. Wewe ni Pasaka. Hata kuna mahali nikasema kwamba sitaila leo hii Pasaka mpaka ukisoma katika Mathayo 26:17 wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni wapi utakapo tukuandalia uile Pasaka? Mathayo 26:17 26:17 inasema, hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalia uile Pasaka? Na unasema Yesu ndiye Pasaka. Jawabu. Na Yesu alikuwa anaandaliwa sehemu afanye nini? 26:17 nyuma
siku ya kwanza kabla ya siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimwendea Yesu wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi chakula cha Pasaka? Yeye akawajibu, nendeni mjini kwa mwanaume fulani, mkamwambie, mwalimu anasema wakati wangu umefika, kwako nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Kwa hivyo Yesu alikula Pasaka pamoja na wanafunzi wake, ama wewe ulikula Pasaka pamoja na wanafunzi wako? Sasa ukiangalia katika lugha ya rohoni na ujumbe jinsi ulivyo, wakati unaposhiriki mkate wa mbinguni, yani neno hili, kumbuka ya kwamba huo ni mkate tayari wa Pasaka wa mwana kondoo. Yesu alikula Pasaka pamoja na wanafunzi. Amina. Chakula. Si tulikuwa tunaelimisha huo ujumbe, walikuwa wanapata elimu. Kwanza hiyo pia ni Pasaka, ama hujajua? Kwa hivyo Pasaka waliokula Yesu pamoja na wanafunzi wake siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, ilikuwa ni mnyama ule wa kuchinjwa Pasaka, ama ni Pasaka gani? Nimekupata. Umeuliza swali mzuri sana. Sasa hapa nitajibu hivi, Ramadhan. Hiyo Pasaka wakati nimerejea, sasa huwa naila. Sisemi saa hii. Huwa nakuwa nayo mwezi wa 7. Acha hii yako hii sasa hivi. Ile ya mwanzo kule ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 26:17. Hiyo mesa pia nilishiriki. Lakini kwa hivyo ulikula chakula cha Pasaka. Pasaka nilishiriki. Na pia kuna mahali nikawaambia kwamba sasa sitaila tena mpaka nitakaporu. Ni sawa, hiyo ilikuwa ya mwisho, ulikula ya mwisho. Sasa hiyo ya mwisho ina maana ulikula chakula cha mwili. Cha Pasaka, chakula cha mwili. Cha mwili. Inaweza kuwa ilikuwa mikate ama ilikuwa nini? Maana wanafunzi wanataka kuandalia pahali mule pamoja. Na Yesu nasema, nendeni mjini mtamkuta mtu, mwambieni mwalimu anataka sehemu. Kwamba mimi nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Sasa kushiriki hivyo ndio kueneza ujumbe wa Mungu. Sio chakula kama pilau. Hiyo chakula nimetoa jawabu nikasema hiyo mesa pia nilishiriki. Chakula cha kimwili nilishiriki, ambacho kilikuwa ni cha Pasaka. Pasaka ipi? Wakati tunasikia kule kwenye Yohana 19:14 maandiko yanasema siku ya maandalio Pasaka haijafika, maandalio Yesu alisulubiwa. Alikula lini Pasaka? Sasa hiyo ilikuwa ni ya Wayahudi. Tofautisha Wayahudi na mitume. Kwa hivyo Yesu na mitume walikuwa wanakula Pasaka yao kivyao. Na Wayahudi walikuwa na Pasaka yao kivyao. Wayahudi si uliona hao ndio walikuwa makafiri wengi sana. Maana walikuwa na mambo ya kukejeli. Hawakuwa na chicho la roho kuwaona ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Sasa shida yako ni nini kuhusu kuwa Muislamu? Shida? Mimi ni Yesu, njia, kweli na uzima, na nimekuja kuchukua. Ni sawa, wewe endelea kuwa njia, kweli na uzima, lakini uwe Muislamu. Kwani kuwa njia, kweli na uzima kuna shida gani? Unaona, hata nimetembea katika sijui nitumie lugha gani, katika mifumo mbalimbali ya masayari. Sijawahi kukutana na Muhammad. Mpaka kukutana na yeye. Tena sijawahi muona. Umekutana na Paulo? Hao naliingia nao wengi kabisa. Maelfu na maelfu. Paulo yeye ndiye ulimtokea ama yeye alikutokea? Wakati uko kwenye kiroho. Paulo nilimtokea. Alikuwa anaelekea kule Damascus kwa ajili ya kuangamiza kikundi cha Mungu. Na ilikuwaje Paulo ambao ulimtokea baadaye alijifunzia wapi akaenda kuanza kuwafundisha wanafunzi waliokuwa nao zaidi ya miaka 3? Roho ni mwalimu. Sasa wakati nilimtokea katika maandiko inasema kwamba alipikwa na rati, lakini katika hiyo hali maandiko ama ni wewe unatuelezea vile ulimtokea? Neno sasa nilipomtokea ilikuwa ni kumbadilisha. Maana hata Stefano alipokuwa akiuawa yeye alikuwa hapo anatazama akifurahi sana, lakini alipochukua hilo vazi la Stefano alikuwa ameipepa ile roho. Unanipata? Sasa wakati ulipofika yeye hakujua, ukamwangusha chini. Basi leo utapokea injili ya roho, si mwili. Na ukamuita Paulo ama Sauli. Sauli. Mbona unanitesa? Mbona unanitesa? Alikutesa sana. Unani? Unajua alikuwa anatesa watu wangu. Maana mimi nimo ndani mwa hawa. Roho yangu imo ndani mwa hawa ambao sasa walikuwa katika uso wa. Lakini sasa tunaona hawa wanafunzi ulioacha waliendelea kwenda katika sinagogi na hekalu kusali. Lakini wewe umetengeneza yako.
ambayo hamswali. Kwa mfano ukisoma katika Matendo ya Mitume 3:1 nasema Kwa nini Petro na Yohana walikuwa wakikwea kwenda hekaluni saa 9, saa ya kusali. Na saa hii nikiangalia sana huenda ni saa 9, saa ya kusali. Wao unasali pamoja na hao wanafunzi wako. Sasa unajua Petro na Yohana walikuwa wanakwea wanaingia hekaluni. Na kusali ilikuwa inamaanisha kwamba pia wanatafuta utukufu wa Mungu ili uenee kote ulimwenguni na watu wa Mungu waokolewe. Ama walisali kiroho. Tofautisha sasa Petro na Yesu. Si kuna utofauti? Lakini si Yesu katika Mathayo 21:12 alienda hekaluni akakuta wanauza na kubadilishana fedha na njiwa na nini. Ndio sasa hiyo mambo akapindua meza zao na kuwatoa nje. Hiyo sasa pato hiyo biashara inaendelea mpaka wa leo. Lakini si aliwatoa. Na akasema imeandikwa itakuwa nyumba ya sala. Ya sala imeandikwa. Lakini hasa wewe nikija katika nyumba yako si ya sala, naona mnaimba, mnapiga ngoma. Si kuimba imeandikwa. Katika hali ya kumsifu Mungu, nyimbo lazima ndani ya ile nyumba. Ama nyiwa muimbi? Kuna wale wanaimba, sijui walisoma wapi, lakini sisi tunaswali. Wao wanaimba hata nyiwa nasikia mnaimba. Unaona hata kina Diamond ni Waislamu lakini wanaimba. Sasa mimi sisemi hao. Nasema kulingana na Qur'ani, hakuna pale Qur'ani imesema tuimbe. Unaona hii Qur'ani? Hakuna pale imesema Waislamu ukienda msikitini mkaimbe. Ama mpige ngoma msikitini. Hakuna. Lakini Biblia ni neno la uzima, ndugu yangu Ramadhan. Kuimba ni lazima. Daudi pia aliimba, ukisoma 150. Alimpa Mungu sifa. Lakini baada ya Daudi kuondoka, si Amosi alikuja akasema Mungu hataki hiyo kelele. Si hiyo pia ndio nilikuwa nakwambia, kelele ambazo Amosi alikuwa anakusia, mtu anaweza kuwa anataka aenende mbele za Mungu, lakini matendo ni kinyume. Lazima achitakaza ama atawadhe kwanza. Ndio mpe Mungu sifa. Atawadhe. Na maana ya kutawadha ni kunawa na kuoga kabla ya kusali. Ama mnatawadha kiroho. Kutakazwa. Lazima ukiri katika kinywa. Nyinyi kutawadha labda unanawa maji. Lakini katika roho unatubu, unakiri na kinywa chako. Na wakati Yesu alikuwa anaosha wanafunzi wake miguu, alitumia maji ama neno? Nilikuwa natoa mifano. Ulitumia maji? Mfano. Kulingana na wewe hiyo itikadi yako. Wewe hata huyo kipofu wakati uliwaosha, nilikusa chini kamchana nikafanya hivi. Nilikuwa natumia mifano. Yaani maana ya hiyo mifano ni nini? Yesu unatisha. Sasa okay, nikimalizia. Unatisha. Ikiwa yule ulimpaka mate na tope, akawa ni mwenye kuona na kushuhudia. Leo kuna vipofu wengi, ukienda hapa Bungoma, ukienda Kakamega, Nairobi, wapi, Mombasa. Vipi hizo nguvu kwani zimeisha? Umeongea vizuri sana. Hata kuna wenye waliniuliza hilo swali. Hata Ahasi umeona alitaka hiyo ishara. Lakini Ahasi akasema, aliambiwa omba ishara, akasema siwezi omba. Kuna sababu. Uwezo upo ama bado? Upo bado au umeisha? Sasa Yesu au Mungu akuwezeshi tena? Kweli na uzima. Yesu anatenda kila jambo. Hata kumbuka kuna mahali pia wengi, kuna wanawake waliokuwa wachane wengi sana. Lakini si wote tu ndio waliponywa. Kwa hivyo wewe umeshikilia kwamba yeye bado ni wewe ndiye Yesu? Si ati nimeshikilia, wewe unaongea na mwamba Ramadhan. Kwanza umekaa juu ya mwamba leo. Niko juu ama niko chini ya mwamba? Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche hapo chini ya mwamba. Yesu nifiche hapo chini ya mwamba. Ama ndani ya mwamba. Inatakana kuwaficha ndani ya mwamba. Maana wakifichwa ndani ya mwamba, mambo yatakuwa sawa kabisa. Okay. Pendo mtazamaji, huyu anajulikana kama Yesu wa Tongaren, ambaye yeye kwa imani yake na msimamo wake ako ngangari, anasema yeye ndiye Yesu wa Nazareti, yeye ndiye Yesu aliyerudi. Amina. Na watu wote wanatakiwa kumkiri na kumwamini. Na ahadi nyingi ambazo tumejaribu kuangalia kwenye vitabu naona bado hazijatimia. Na ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo 7:4 ama ngapi, kuna orodha ya watu ambao wametiwa mihuri. 1,140,000. Umetuma malaika pembe 4. Hata sasa hawatakuwa na 44, wataongezeka. Watakuwa na 168. Okay. Hiyo ilikuwa maono ya ile wale 140,000 ni Wayahudi.
Si Wayahudi. Watu si imesemekana wale watu ni kabila ya Yuda, kabila ya Gadi, kabila sijui ya Yusufu, sijui ya Benjamini, sijui ya hiyo inamaanisha watu wote duniani. Lakini kabila 12 zimetajwa. Kabila haswa. Tukisema sasa inawezekana hili ndio ifike 168 hapa, wengine itakuwa ni Waluya. Hapana. Tuko na kabila la Manase na Ephraim. Pia kila mmoja atajitwalia 12,000. Hao pia wakati nimekuja nao. Na lazima wakusanya 12,000. So far mko na wangapi? Si madhabahuni niko na wale 12. Na kila mmoja alete 12,000. Alafu tena niko na wasaa wa Yusufu wangapi? 2, Manase na Ephraim. Ambao Israeli alisema, mwanangu walete hawa wana, akaambia Yusufu, ili niwape baraka sawa na nyie wanangu. Ndio. Na akasema kila mmoja atakuwa na 10,000. Sasa hao pia hiyo ndio nambari na ilitaji 168. Lakini si eti ni wale kabila la. Unaona kama itatimia mwaka huu au bado utaendelea kuitafuta? Kutimia. Ni idadi. Itati. Iko inatimia na sisemi mwaka huu. Maana pato nina kazi. Kazi gani? Kukusanya hawa wateule. Unakusanya kiroho au unawafuata kimwili? Kiroho. Kwanza kabla hili hema alichakua, tayari tulikuwa katika roho. Sasa tumeingia katika ulimwengu wa roho tena. Ndiyo. Sasa ni kuwakusanya. Ndio. Na siku moja utakuja hapa, alafu utawakuda hao maelfu. Ambao ni Wakristo. Wafuasi wa Yesu. Ndio Wakristo. Ni hao tu, maana Kristo ni jina langu. Amina. Sawa. Sasa amina. Kama nilivyokuwa nasema, mpendwa mtazamaji, kuna hiki kitabu Uislamu katika mwangaza, Qur'an na Biblia. Na kitabu hiki nimepitia ama nimejaribu kuweka humu ndani mambo ambayo naona tunayazungumzia hapa. Kuna maneno mengi ambayo Wakristo wanatuhubiria, wanatueleza kwenye Biblia, lakini kila tukiingia ndani ya Biblia inabaki kuwa kizungumkuti na kitendawili. Na ndio maana nikaamua nimtafute Yesu, sababu nasikia amerudi. Nikaja kuhakikisha, je, ndio yule Yesu aliahidi mambo mengi amerudi, niweze kupata angalau na mimi kuingizwa katika hao. Lakini kila nikiuliza nazidi kumwa na kichwa. Na Yesu hakosi majibu, lakini kila jibu ni kiroho, ni kazi, anasema kazi ya Baba Mungu. Sasa Yesu wewe unatisha. Kwa hivyo kitabu hiki huwa tunavigawa bure, na huwa tunaomba Waislamu wenye uwezo wanaweza kununua 2, 3 kwa ajili ya kumpelekea mwingine ambaye hana uwezo. Na vile vile vinasaidia kufanya dawa sana hivi. Unataka kuwa unauliza maswali, kujibu maswali ya kina Yesu na wengineo, hiki kitabu kitafaa zaidi. Na hiki tumemwachia Yesu ili aweze kujifunza Uislamu ndani ya kitabu chake hiki cha Biblia. Unaona hii Biblia yako? Yesu hawezi. Hii Biblia ya Yesu ndani yake atakuta Yesu alikuwa na sujudu. Sasa acha huyu Yesu yule Yesu yule alikuwa na sujudu, anafundisha Mungu ni mmoja, na Yesu alikuwa anatawadha, anasali na mengine mengi ambayo ni mambo mazuri. Hii ni yako. Sije nikarudi nayo Nairobi Ramadhani. Na Yesu nalipi la mwisho la kuambia watazamaji wetu? Mie ni mwalimu Yesu wa Tongaren. Na nashukuru kwa ajili ya siku ya leo, Abdul Karim kuingia pamoja na Ramadhan. Na tumekuwa na mawili kwa ajili ya kasi ya Baba Mwenyezi Mungu, mzee wa kale na kale. Nami nikiwa mwalimu Yesu nimekuja kwa ajili ya kunyakua kanisa. Na nasema ya kwamba ni kwa ajili ya kubura nafaka kwenye uwanja wa kuburia. Na walio na masikio wasikie yale Roho anaambia makanisa. Siku zimepaki chache sana. Kuna tetemeko kuu la ardhi ambalo linataka kuingia katika uso wa dunia. Na hata visiwa vitatoweka na milima pia itakimbia. Naomba wote watakaosikia ujumbe waweze kusaa yale matunda mazuri yapatanayo na toba, wapate ondoleo la dhambi, ili majina yao yachorwe katika kikanja cha Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Basi kufikia hapo mimi sina la ziada. Usisahau kubofya ile alama ya subscribe na kengele kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.